washirika wa kisasa, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan anawasalimia sana. Anawasalimia sana wana ushirika wa kisasa pamoja na diocese kwa ujumla. Yuko pamoja nanyi, na rai yake ni kwa Watanzania wote kuiombea nchi yetu, kuwa wamoja na kuomba amani katika taifa letu. Mheshimiwa Baba Askofu, ni dhahiri kwamba pasipo amani hatuwezi kutekeleza majukumu mengine yeyote yale. Pasipo amani hatuwezi hata kuendesha ibada. Kwa hiyo ni wajibu wa kila Mtanzania tuendelee kumtanguliza Mungu, tuendelee kuiombea nchi yetu ili iweze kuwa na amani. Pakiwa na amani, tunaweza kutekeleza yale yaliyo matarajio yetu. Tunaweza hata kutatua yale tunayoyaona kuwa ni magumu, huku tukimtanguliza Mungu. Madina Hassan, Sky TV. Asante Madina Hassan kwa taarifa hiyo. Jumla watainiwa 595,816 wanaotarajiwa kufanya mtihani wa taifa wa kidato cha 4 kuanzia kesho Jumatatu, ambapo kati yao 569,914 ni wa shule na 25,902 ni wa kujitegemea. Nora Kisarika ana taarifa ifuatayo. Akizungumza leo na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania NECTA, Profesa Saidi Mohamed, amesema maandalizi yote yamekamilika, ikiwa ni pamoja na kusambazwa kwa mtihani, vijitabu vya kujibia na nyaraka zote muhimu zinazohusu mtihani huo katika halmashauri na manispaa zote Tanzania bara na Zanzibar, sambamba na kwa watahiniwa wenye mahitaji maalum. Mtihani wa kidato cha 4 ni muhimu kwa kuwa hupima umahiri wa wanafunzi katika yale yote waliojifunza katika kipindi cha miaka 4 ya elimu ya sekondari. Aidha, matokeo ya mtihani huu hutumika katika uchaguzi wa wanafunzi wanaojiunga na kidato cha 5 pamoja na fani mbalimbali za utaalamu wa kazi. Hivyo ni mtihani muhimu sana kwa taifa letu. Pamoja na maandalizi yote muhimu yaliyofanyika, nitoe wito kwa kamati za mitihani za mikoa na halmashauri kuhakikisha usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa na kwamba vituo hivyo vinatumika kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Baraza linatoa wito kwa wasimamizi walioteuliwa kufanya kazi yao kwa umakini, weledi, uadilifu na kwa kuzingatia kanuni za mitihani na miongozo ya baraza ili kila mwanafunzi apate haki yake. Wasimamizi wahakikisha wanafunzi wote wanafanya upimaji kwa muda uliopangwa na katika hali ya utulivu. Aidha, tuhakikishe wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata kizao za msingi, ikiwemo kuwapa mitihani yenye maandishi ya nukta nundu kwa wanafunzi wasioona na maandishi yaliyokuzwa kwa wanafunzi wenye uoni hafifu. Aidha, wanafunzi wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la mathematics na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama mwongozo wa baraza unavyoelekeza. Kwa upande wa watahiniwa, baraza linaamini kuwa walimu wamewaandaa vizuri katika kipindi chote cha miaka 4 ya elimu ya sekondari. Kwa watahiniwa kujitegemea, baraza linaamini wamejiandaa vizuri. Hivyo ni matarajio yetu kuwa watahiniwa wote watazingatia kanuni za mitihani. Baraza halitarajii kuona mtahiniwa anajihusisha na vitendo vya udanganyifu, kwani atakayebainika kufanya hivyo matokeo yake yatafutwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani. Baraza linawataka wamiliki wa shule kutambua kuwa shule zao ni vituo maalum vya mitihani na hivyo hawatakiwi kwa namna yoyote ile kuingilia masuala ya wasimamizi. Baraza halitosita kukifuta kituo cha mitihani endapo litajiridhisha pasipo shaka kuwa uwepo wake unahatarisha usalama wa mitihani ya taifa. Baraza hilo limewaomba wadau na wananchi wote kutoa ushirikiano katika kudhibiti vitendo vya udanganyifu wakati wa mtihani huo. Hii ni pamoja na kutambua kuwa hairuhusiwi mtu asiyehusika kuingia kwenye maeneo ya shule katika kipindi hiki cha mitihani. Kwa kufanya hivyo, tutawawezesha watahiniwa kufanya mitihani yao kwa amani na utulivu. Baraza halitasita kumchukulia hatua mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya udanganyifu, vitendo vya kuhujumu mitihani ya taifa kwa mujibu wa sheria za nchi. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian,
Sky TV. Na kila la heri katika mtihani wa kidato cha 4 na kuweza kuvuka katika maisha hayo ya sekondari na kuelekea mbele zaidi. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinatarajiwa kunufaika na fedha kiasi cha shilingi cha dola hadi milioni 20 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini kupitia mfuko wa kukabiliana na hasara pamoja na uharibifu. Zinazire Msimwa ana taarifa ifuatayo. Hayo yamesemwa na mshauri wa rais katika masuala ya mazingira na mwenyekiti wa kundi la majadiliano la Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi AGN, Dr. Richard Muyungi alipokutana na Watanzania walioshiriki mkutano wa 30 wa Umoja wa Mataifa wa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP unaoendelea katika jiji la Belém nchini Brazil. Tumezindua tukiwa katika wenyekiti wetu tumezindua awamu ya utekelezaji wa mfuko wa loss and damage. Awamu hii tumeizindua siku 3 zilizopita, na nchi sasa zitaanza kupata fedha sio nyingi hadi dola milioni 20 kwa mradi mmoja. Na ninatamani kwa sababu hili jambo limezinduliwa chini ya wenyekiti wetu tuwe nchi ya kwanza kupata hizi fedha. Na waomba sana. Hii inachohitaji Mheshimiwa Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais ni nyinyi kutusaidia kudesignate mtu mmoja tu anaitwa focal point wa Loss and Damage Fund. Akisha kuwepo na kusema kweli kwa kazi ambayo tumeifanya mwaka huu na mkuu wa hii fund, kipaumbele tumepewa Tanzania. Na ningeomba sana hii iwe ni fursa ya kutoka hapa tuwe na mradi mmoja au miwili, na miradi inapitia kwenye taasisi zilizokuwa accredited, tuna CRDB, na niseme kwa mara ya kwanza hizi fedha ni grant, sio mkopo. Zimetengwa dola milioni 250 ambazo nchi zinaweza ikatumia kwa mwaka ujao, lakini bado tunashinikiza nchi ziweke fedha nyingi hadi zifika angalau bilioni 1 ya kuanza kutumika. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu mazingira ofisi ya makamu wa rais Profesa Peter Msofe amesema kuwa ofisi hiyo imejipanga kuhakikisha kila fursa inayotokea inafanyiwa kazi. Mimi nakuahidi kabisa kwamba timu ya ofisi ya makamu wa rais imejipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba kila fursa ambayo inatokea ambayo inatufaa tunaifanyia kazi. Lakini pia ndugu zetu wengine ambao wamekuja katika kofia mbalimbali, lengo ni hilo kwamba ukiona fursa ambayo wewe huwezi kuifuatilia lakini kati yetu tuliotambulishwa anaweza kaifuatilia, tumtonye tunavyosema kule nyumbani, kwamba kama umeona ni fursa ya kibenki alafu umeisikia lakini wewe huwezi kuifanyia kazi, mabenka wako hapa, zungumza nao, wanaweza wakaifuatilia fursa. Kama ni fursa ya biashara ya carbon, ofisi ya makamu wa rais tupo hapa kuweza kufanyia kazi mambo hayo. Kwa lengo leo ni kwamba tumekuja kama timu, tunafanya kazi kama timu. Naye naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha Bi Amina Hamisi Shaban ameomba kushirikiana kwa wote wanaokutana na fursa. Lengo ni kusukuma mbele maendeleo ya nchi. Lakini la muhimu, mwenyekiti, kama walivyosema, ni kwamba tuendelee kuzungumza kuhusu loss and damage, hizi fund ambao utekelezaji wake umeanza, na umesema tukutane. Nafikiri sisi tuko tayari kukutana kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo, na especially ulipozungumza kwamba within 1 week fedha hizi zitaweza kupatikana, especially the adaptation fund na kadhalika. Kwa hiyo sisi muhimu ni kwamba project ambazo zinatayarishwa tuzione baada ya kuwa zimepata idhini ya planning commission, ili sisi tuweze kuzitafutia fedha, na hapa tuko kufanya matayarisho, kwa sababu baadaye tukiwa tuna miradi ndio tunaweza kwenda kabisa kutafuta hizo finance. Asante mwenyekiti, na nashukuru wote kwa hapa. Asante. Zinazire Msimwa, Sky TV, Dodoma. Asante Zinazire Msimwa kwa taarifa hiyo, na kila laheri kwa wale ambao tuweza kunufaika zaidi na miradi hiyo ya kuhakikisha kwamba mazingira yanaendelea kuwa bora zaidi katika wakati huu ambapo kunakuwa na mabadiliko makubwa zaidi ya tabia nchi. Mtazamaji, kama unajiunga nasi, kumbuka unatazama Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa habari ambazo tunazo ni kuhusu kuwa ni makosa kwa kulinganisha demokrasia Tanzania na nchi nyingine kutokana na kwamba kila taifa ina historia, utamaduni pamoja na mazingira yake. Karibu katika Ulimwengu Habari. Mimi ni Maliango Mgeta na hii ni Sky TV. Aliyekuwa katibu mkuu wa chama
cha Mapinduzi na mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Bashiru Ali amesema kuwa ni makosa kwa kulinganisha demokrasia ya Tanzania na ile ya mataifa mengine, kwa sababu kila taifa lina historia, utamaduni pamoja na mazingira yake ya kipekee. Hata hivyo, amesema kwamba kuhusu kuna dhana ya maridhiano ya kweli, amesema hayawezi kujengwa juu ya makubaliano ya kisiasa pekee, bali ni lazima yatokane na wananchi kama msingi wa mamlaka ya nchi. Amesisitiza kuwa wazo lolote zuri ikiwemo maridhiano ya kitaifa halina maana bila kuwekwa katika mfumo ambao utaweza kuwahusisha wananchi moja kwa moja. Mheshimiwa Dr. Bashiru Ali amesema hayo alipokuwa akifanya mahojiano maalum na mojawapo kati ya vyombo vya habari hapa nchini. Hii ni taarifa zaidi. Demokrasia sio bidhaa. Na Mwalimu Nyerere alishawahi kusema kwamba demokrasia sio kama Coca-Cola. Ni mchakato wa mapambano ya umma kujitawala wenyewe, mapambano ya umma kupata uhuru wao na kuendesha mambo yao bila kuingiliwa na yeyote. Na kwa mchakato huu wa mapambano ni mchakato wa makosa. Kukosa na kukosoana. Kuvumilia na kuvumiliana. Kusahihisha na kusahihishana. Kuwajibika na kuwajibikana. Kuwajibishana. Hilo la kwanza. Lakini la pili, katika hali hiyo niliyosema kwamba sio kama bidhaa, namna ya mapambano yanavyoendeshwa hayo ya kudai uhuru, kudai haki, uwajibikaji, ushiriki, uwazi, usawa, namna mapambano hayo yanavyoendeshwa kwa jamii moja haiwezi ikafanana na jamii nyingine. Kwa sababu kila jamii ina historia yake, ina uwezo wake, ina utamaduni, mila na desturi zake, ina hali zake za kiuchumi, ina mahitaji yake, ina matarajio yake. Kwa hiyo kila jamii kwa namna mbalimbali inaweza ikaendesha mchakato huo wa mapambano ya kujikomboa na kujitawala kwa namna tofauti. Na kwa hiyo hata atakaye kuja kukosoa lazima azingatie mambo haya. Maridhiano ni baina ya wananchi wenyewe. Ila sasa ili muyatengeneze lazima muwe na utaratibu. Muwe na chombo kinachokubalika. Muwe na watu mliowaamini kwamba wana uwezo, wana uadilifu watakao endesha utaratibu huo wa maridhiano. Kwa hiyo maridhiano hayawezi yakawa kati ya kikundi kimoja cha kisiasa na kikundi kingine. Maridhiano hayawezi yakawa kati ya serikali na vyama vya siasa. Maridhiano lazima yawekee utaratibu. Na hasa yalenge katika kutatua changamoto na mapungufu yaliyopo. Yalenge kufanya masahihisho yanayotokana na tathmini iliyofanywa kuhusu makosa yaliyofanyika. Lazima yapimwe kama yana maslahi kwa nchi na wananchi wake. Kwa hiyo maridhiano yoyote ya maana lazima yatokane na watu, lazima yafanywe baina ya watu, na lazima matokeo yake yawanufaishe watu. Naam, ni taarifa hiyo. Kwa sasa taarifa ambayo tunao ni kuhusu imamu mkuu wa msikiti wa Manyema na mjumbe wa baraza la ulama BAKWATA taifa Sheikh Hamid Masud Jongo ametoa onyo kali kwa Waislamu nchini dhidi ya kushiriki au kushawishika kushiriki maandamano yoyote yale ya ghasia. Hii ni taarifa zaidi. Amani tunayoipigania bado watu wanataka iondoke. Mtakuja kukumbuka ninalokisema, na mimi ninamtegemezea Mwenyezi Mungu jambo langu. Mwenyezi Mungu anawaona waja. Wale wasiotutatikia wema katika nchi yetu bado wanaendelea na bidii zao za kufanya nchi isikalike. Ila mimi leo ningependa tu kukwambieni kwamba sasa mnaviziwa nyinyi watoto wenu, kwa sababu ajira ya watoto wenu wengi wao
ni bodaboda, wanaviziwa bodaboda nyie sasa, na wao waingie katika mkumbo ule. Kitachotokea hatukijui. Taratibu, fanyeni kila mnaloweza kuwachunga watoto wenu wasifate mkumbo. Fanyeni kila mnachoweza kwa kadri mtakavyoweza kuwachunga watoto wenu wasifate mkumbo kwa kisingizio cha dhiki ya maisha. Dhiki ya maisha haimaliziki kwa kuandamana, wala kwa kufanya fujo, wala kwa kupora mali za watu, wala kwa kuunguza vituo vya mafuta, wala kwa kuharibu miundombinu ya umma. Ardhi tunayo ya kutosha. Watoto wetu kama mji umewashinda, hawana cha kupata, warudi nyumbani wakalime mihogo. Mimi imamu wenu nalima mihogo. Nalima mimi mwenyewe mihogo kwa sababu ya hapa msikitini hayanitoshi. Siwezi kumaliza mambo yangu yote hapa. Ndio maana mimi kesho nakwenda kijijini. Ndoni kijijini nitakuonesheni mashamba ya mihogo ninayo. Sasa hivi nimepanda. Nafanya vile kwa sababu ya nini? Kukidhi haja zangu kwa amani na utulivu. Sasa narudia mara nyingine kusema, wachungeni watoto wenu. Wanatakiwa waingie katika eneo ambalo hawastahiki kuingia. Matokeo yake watakufa, mtalia, halafu mtasema hatukuambiwa, hatukutahadharishwa, hatukupewa onyo. Onyo ndio hilo. Naam, ni maneno mazito hayo ambayo yametolewa na Imamu mkuu wa msikiti wa Manyema na mjumbe wa Baraza la Ulama BAKWATA Taifa, Sheikh Hamid Masud Jongo. Ni vyema kuyazingatia. Wakazi wa mkoa wa Dodoma wameeleza kufurahishwa kwao na kuanza kwa bunge la 13, ambapo wameeleza kuwa wana matumaini makubwa ya mabadiliko. Ifuatayo tunaungana naye Godinus Gaspar kwa taarifa zaidi. Wakizungumza na Sky TV, wakazi hao wa jiji la Dodoma wamesema kuwa serikali walioichagua ina uwezo mkubwa wa kutufikisha Watanzania katika maendeleo ya kweli, kwa sababu wanajua waliishia wapi na sasa ni nini cha kufanya ili kukamilisha yote waliowaahidi wananchi. Mwenyeji katika mkoa wa Dodoma na ninaishi sehemu za Ipagara, mtaa Kitaa Cheusi. Mimi nina matumaini kwa sababu najua kitu ukikikuta, kama ukiachua kitu umekikuta, ni vigumu sana kukirekebisha kama utakuta kuna kasoro. Lakini kama umekianzisha mwenyewe, sasa tukakutuma mwenyewe, tuna matumaini na hilo bunge litakuwa lizuri, kwa sababu sasa ndio tunachagua rasmi. Tukamkabidhi yule ambaye alikuwa aliachiwa, lakini sasa ndio tumemchagua yeye na serikali ili tuone watafanyaje. Afya na elimu, ukishakamata hivyo viwili, hivi mengine ni atakuja tu, maana naona vingine madaraja anajenga, kila mtu anajenga, lakini hivi viwili hivi akivikumbatia kama ninavyo speed yake, hapo atatuvusha salama. Maana angalia serikali ya China, mimi naipenda sana kwa sababu kuna kitu kimoja. Wakiona kiongozi anawavusha pale wanakotaka, utatawala mpaka ufe mzee, wala mtu wa kukugusa. Kwa hiyo mimi na matumaini na huyu mama, kwa sababu serikali inakuwa hivi, pale yule kiongozi wa kwanza anafikia mwisho wake, akija kiongozi ili ujue kama ana maono, lazima aanzie pale pale. Sasa kama kuna makosa mengine yalifanyika, anarekebisha, nchi inasonga mbele. Sio anakuja eti kuanzisha ya kwake, nchi itapata hasara. Kwa hiyo huyu alivyokuja, aliangalia pale mwenzake alikoachia. Sasa kama kuna kitu ambacho kilikuwa sio sawa sawa, alirekebisha. Ndio maana unaona tunaenda vizuri, hatupati hasara. Na matumaini mazuri ya bunge la 13 kutokana na mabadiliko katika bunge, lakini nina imani na viongozi ambao wameingia wanaweza wakawa na fikra mpya. Kwa hiyo matarajio ni makubwa na mabadiliko makubwa katika serikali. Kwa upande wa wabunge waliochaguliwa katika jiji la Dodoma, wakazi hao wamebainisha kuwa hawana wasiwasi kuwa wote ni wazawa wa Dodoma na wanajua shida
za wapiga kura wao, hivyo watawawakilisha vizuri. Mimi namwangalia Mheshimiwa Chinyele atafanya mazuri zaidi. Kwa sababu gani? Aliyekuwa mbunge hapa Anthony Mavunde, ambaye ndio mbunge wangu sasa hivi wa jimbo la Mtumba, alifanya mengi. Kwa hiyo huyu alivyokuja sasa anaanza pale pale alikuachia, kwa hiyo anaendeleza tu, yani kazi ni kuendeleza tu, na kama kuna mengine ya kuanzisha ataanza. Kwa hiyo na imani kubwa kabisa, ndio maana alipita kwa kura 171,000 na point, na Mavunde naye akapita kwa kura 168,000 na point. Kwa hiyo hawa wabunge naona kama sina hata wasiwasi na madiwani wao, sina wasiwasi kabisa. Nina imani kwa sababu alichokizungumza ilikuwa ni sehemu ya uhitaji, lakini tunapokwenda kwenye utekelezaji ni hatua nyingine. Kwa hiyo kadiri atakapokuwa na wajibika ndipo tuna uwezo wa kumpima na kujua kwamba anaweza akatupeleka wapi, au hata ule mtazamo wake kwa sasa bado hatujui, sababu mazungumzo huwa mara nyingi sio uhalisia. Kwa sasa tutakapoenda kwenye utekelezaji ndio tunaweza kugundua kwamba mtu huyu, je, mtazamo wake na fikra zake zina uwezo wa kutuvusha kwenye uhitaji ambao tunao. Bungeni, Godilness Gaspar, Sky TV. Asante Godilness Gaspar kwa taarifa hiyo kuhusu maoni mbalimbali ya wananchi katika mkoa wa Dodoma kuhusu bunge la 13 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambalo tayari limeanza, lakini pia tunaelekea pazuri. Taarifa ambayo tunao ni kuhusu mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA imetoa rasmi utabiri wa mvua za msimu kwa maeneo yanayopata mvua mara moja kwa mwaka. Maeneo hayo ni mikoa ya Kigoma, Katavi, Singida, Dodoma, Rukwa, Songwe pamoja na Mbeya, Iringa, Njombe, Lindi, Mtwara, Ruvuma na kusini mwa Morogoro katika kipindi cha miezi ya Novemba 2025 hadi Aprili 2026. Akitoa utabiri huo kwa vyombo mbalimbali vya habari katika ukumbi wa Ubungo Plaza, kaimu mkurugenzi mkuu wa TMA na makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la science ya mabadiliko ya hali ya hewa ya tabia nchi IPCC, Dr. Ladislaus Shang'a amesema mvua za chini ya wastani na juu ya wastani zinatarajiwa katika mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Singida na Dodoma. Aidha, mvua za wastani hadi chini ya wastani zinatarajiwa katika mikoa ikiwemo ya Njombe, Iringa, Mbeya, Songwe, Rukwa, Ruvuma, Mtwara, Lindi pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro. Taarifa hiyo inakamilisha kabisa katika habari za kitaifa ambazo tunazo katika ulimwengu wa habari. Mapumziko yafuatayo yatufanya moja kwa moja tujiunge naye Pius Jeunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni kuhusu zaidi ya nusu ya watu nchini Sudan wanahitaji msaada. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla.
Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa bank assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Zaidi ya nusu ya idadi ya watu wa Sudani wanahitaji msaada wa kibinadamu. Hayo yameelezwa na mkuu wa baraza la wakimbizi la Denmark, huku mapigano yakiliharibu taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika. Wiki katibu mkuu wa baraza hilo la wakimbizi la Denmark, Carl T. Sliti, ameliambia shirika la habari la AFP baada ya ziara yake katika eneo la mpakani mwa Chad na Sudani kwamba alishuhudia hali ambayo zaidi ya watu milioni 30 wanahitaji msaada wa kibinadamu, hiyo ikiwa ni nusu ya idadi ya jumla ya watu wa Sudani, na kusisitiza kuwa mateso aliyoyashuhudia hayafikiriki. Ameongeza kusema kuwa eneo hilo linashuhudia ukiukwaji unaovunja sheria zote za kimataifa za kibinadamu, na kwamba shirika hilo limeona ushahidi wa mauaji ya watu wengi na unyanyasaji wa kingono nchini Sudani. Pia amesema watu wamewekwa kizuizini, kutekwa nyara, kulazimishwa kukimbia na mateso. Slint ameishtumu jamii ya kimataifa kwa kutochukua hatua za kutosha kuhusu Sudani. Kwingineko, wawakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wale wa kundi la waasi la M23 wametia saini Jumamosi nchini Qatar makubaliano ya mpango wa amani unaolenga kukomesha mapigano mashariki mwa Kongo. Kuanzia mwezi Aprili mwaka huu, Qatar iliandaa na kusimamia raundi kadhaa za mazungumzo ya moja kwa moja katika serikali ya Kongo na waasi hao wa M23, na tangu wakati huo kumekuwa kukijadiliwa masharti ya awali pamoja na kujenga mazingira ya pande hizo hasimu kuaminiana. Pande hizo mbili zilisaini mwezi Julai tamko la kanuni ambalo halikuweka wazi namna ya kushughulikia masuala mengi muhimu ambayo ndiyo chanzo cha mzozo huo, na mwezi Oktoba hatimaye mahasimu hao walifikia makubaliano ya kuhusu hatua za ufuatiliaji wa kusitisha mapigano. Na hatimaye Marekani na Urusi zimewasilisha rasimu pinzani za maazimio kuhusu mzozo wa Gaza kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuibua hali ya mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye kura ya turufu katika baraza hilo. Wajumbe wamesema kura hiyo inaweza kufanyika mapema wiki ijayo. Rasimu ya Marekani inalenga kuwezesha utekelezaji wa mpango wa amani wa Rais Donald Trump kwa eneo zima la Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Urusi imewasilisha azimio lake ambalo linajumuisha kuitambua Palestina kama taifa, huku China ikiashiria kuwa tayari kuiunga mkono rasimu ya Urusi. Misri, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Pakistani, Saudi Arabia, Jordan na Uturuki zimeunga mkono hadharani rasimu ya Marekani.
Urusi, China na Marekani zote zinashikilia kura ya turufu katika baraza hilo, hii ikimaanisha kuwa azimio lolote wanalolipinga haliwezi kupitishwa. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Pius Jayunga nakamilisha katika upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, mapumziko yafuatayo yatupeleka moja kwa moja kuungana naye Madina Hassan katika michezo na burudani kujua nini kinachoendelea ndani na nje ya viwanja. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Bari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC.
Habari za michezo na burudani. Waswahili wanasema la jambo likilia basi ujue kuna jambo, na jambo lenyewe ni hili hapa la michezo na burudani ndani ya ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Hujambo na karibu mtazamaji wa Sky TV, tupate kukujuza taarifa mbalimbali michezo na burudani. Mimi ni Madina Hassan, karibu. Meneja wa habari na mawasiliano kikosi cha Simba Sports Club Ahmad Ali hii leo Novemba 16 mwaka 2025 amezindua rasmi tawi jipya la Simba Sports Club katika wilaya ya Chemba katika kijiji cha Kidoka. Tupate undani wa taarifa zaidi. Na tena alafu sana kuja kushiriki uzinduzi wa tawi hili. Mimi kila kwenye shughuli ya Simba huwa najisikia faraja kweli kweli kushiriki katika shughuli hiyo, kuzungumza na wanasimba. Viongozi wetu wa hapa Kidoka wanastahili pongezi kubwa kweli kweli. Lakini pongezi nyingine nzito zinapaswa kwenda kwa mashabiki na wanachama waliokubali kuacha kila kitu chao na kujiunga na kuanzisha tawi hili. Nafahamu haijakuwa nyepesi, lakini kwa kuwa wana moyo mkubwa na timu yao ya Simba Sports Club wakakubali kujikusanya, wakatoa michango yao ya mali na hali, na hatimaye hii leo tawi letu limekwenda kuzinduliwa rasmi. Ni Ahmad Ali, afisa habari na meneja kitengo cha habari na mawasiliano kwenye kikosi cha Simba Sports Club, akizungumza kubwa akiwapongeza mashabiki pamoja na viongozi wa tawi hilo jipya la Kidoka wilayani Chemba mkoani Dodoma. Tukitana na taarifa hiyo sasa, tuamulike wawakilishi pekee wa Tanzania katika michuano ya ligi ya mabingwa ya wanawake JKT Queens. Hiyo jana walikuwa na mchezo dhidi ya kikosi cha TP Englebert Mazembe na dakika 90 zikashuhudia wakipotezwa kwa magoli 4-1. Mara baada ya mchezo huyo jana kukamilika, kocha wa kikosi hicho Kesi Juma amezungumza na akisema kwamba kikosi cha TP Englebert Mazembe ambao ndio wapinzani wao walikuwa bora zaidi katika kila nyanja kulinganisha na wao, huku akieleza kwamba hali hiyo kimchezo imekuwa ni hali ya kawaida. Ikumbuke JKT Queens imeondoka na alama 2 mpaka kumalizika kwa mashindano hayo, kuondoka kwao katika hatua ya makundi wakikusanya alama 2 ambazo walizipata katika mchezo dhidi ya Gaborone United wakipata sare, lakini pia wakipata sare nyingine ya goli 1-1 dhidi ya ASEC Mimosas. Tupate taarifa zaidi. Wenzetu walikuwa bora siku ya leo, lakini pia tumefanya matatizo ya kitoto sana ambayo yamepelekea wenzetu kuyatumia na kuwa mbele kwa magoli, kwa sababu hata ukiangalia magoli yote yalivyotokea ni kama tumewazawadia tu. Kwangu mimi nimechukulia kama swala la kujifunza. Hii ni second time. Nafikiri tutarudi nyumbani, tutakaa chini, tutaanza kuangalia ni kitu gani cha kufanya, cha kuongeza na cha kupunguza, ili next time tukija tena hapa tuweze kufanya vizuri zaidi. Ni Kesi Juma huyo, kocha kikosi cha JKT Queens, akizungumza mara baada ya kuondolewa kwenye hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa ya wanawake jana dhidi ya TP Mazembe katika michezo hiyo ya ligi ya mabingwa ya wanawake inayoendelea pale nchini Misri. Na sasa taarifa hiyo ya JKT Tanzania inatupa wasaa sasa kuziangazia taarifa za kimataifa, na moja kwa moja nikupeleke mpaka katika ardhi ya Misri tena hapo ambako hii leo kuna mchezo mkubwa kabisa utachezwa, fainali ya mchujo kumtafuta bingwa ama mshindi mmoja ambaye atakwenda kutinga katika hatua inayofuata kufuzu kombe la dunia mwaka 2026, ambako siku hii leo mchezo wa timu ya taifa ya Nigeria atakuwa uwanjani hii leo akikabiliana na kikosi cha timu ya taifa ya DR Congo. Kuelekea katika mchezo huo, kocha mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria ambaye ni Elik Chere amesema kikosi chake kiko tayari kwa ajili ya mechi ya finali ya mchujo wa kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 dhidi ya DR Congo leo Jumapili Novemba 16 mwaka 2025. Nigeria itamenyana na kikosi cha Sebastian Desabre katika mechi hiyo itakayopigwa kwenye uwanja wa michezo wa Prince Helitel Moal El Hassan huko Rabat majira saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Chele amesema mechi ya leo ni nafasi nyingine kwa timu yake kupata nafasi ya kuendelea kusaka tiketi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kukosa nafasi hiyo katika hatua za makundi. Lakini pia amesema ameshakamilisha maandalizi ya kikosi hicho kwa wachezaji wake na yuko tayari kuwakabili DR Congo na na imani ya kwamba watafanya vizuri katika mchezo hii leo.
Sasa tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa zinazohusiana na masuala mazima ya ndondi. Ukitaka kujua mambo ya orthodox ama ukataka kujua huyu ni bondia ambaye ana uzito wa kiasi gani ama ni bondia ambaye kabeba mataji mangapi ya namna hiyo, sasa ndiko ambako tunaelekea kwa sasa hivi kuhusiana na masuala mazima ya ulingo. Sasa tunaarifiwa kwamba mchezaji na mpiganaji wa ngumi za kulipwa za ndondi anaitwa Makhachev, ambaye hiyo jana yeye amefanikiwa kumchabanga mpinzani wake ambaye alikuwa anakutana naye katika mechi hii jana kwenye mchezo wa ndondi na kufanikiwa kubeba taji katika mechi hiyo. Mpinzani wake ambaye ni Jack Della Maddalena katika pambano la raundi 5 la ukubwa wa uzito la raundi 5 la kutoa ubingwa wa UFC uzito wa welter. Jana katika pambano hilo mchezaji huyo Makhachev amefanikiwa kutoa taji hilo mbele ya mpinzani wake Della Maddalena na kubeba utaji la uzito wa superweight katika pambano hilo. Kwa hiyo mambo ya ndondi yamekuwa namna hiyo, Makhachev yeye akifanikiwa kumtwanga Della Maddalena katika pambano hilo la uzito wa michuano ya UFC. Kwa hiyo kila laheri kwao kwa wapiganaji hao, lakini pia kuna nyakati usipende kuiga sana. Kwa sababu michezo namna hii inahitaji nguvu na inahitaji pia stamina ya kutosha. Unaweza kupokea ngumi moja lakini ukajikuta kwamba unaenda kulazwa hospitali kwa takriban mwaka mzima. Kwa hiyo zina changamoto zake pia. Mchezo ambao una pesa lakini ni kama una pesa lakini unapata maumivu kwa wingi kwa sababu lazima ukajitibie. Ndio maana unashauriwa mwana ndondi anapaswa kukaa kwa takriban miezi 3 hivi ndipo apate mechi nyingine ya kucheza, kwa sababu inaaminika kwamba atakuwa ameshajiweka sawa, lakini pia mwili wake umeshakaa fiti kutokana na matatizo mbalimbali ambayo alikuwa anakutana nayo katika ulingo. Na kabla sijamaliza taarifa hizi za michezo na burudani kutoka hapa Ulimwengu wa Habari ndani ya Sky TV, ni kupashe tu miongoni mwa vidokezo ama taarifa zingine za michezo ambazo zimeendelea na zinatufikia hivi sasa kuhusiana na ligi kuu ya soka ya daraja la kwanza championship ambayo imeendelea siku hii leo kwa michezo 3 kuchezwa. Kikosi cha Geita Gold walikuwa nyumbani kwao katika uwanja wa Nyamkumbu Girls pale mkoani Geita, wamefanikiwa kumchabanga goli 3-0 Gunners kutoka hapa Dodoma. Lakini pia kikosi cha TMA wakiwa nyumbani wamekubali kipigo cha goli 1-0 kutoka kwa Transtech Camp, na mchezo wa mwisho ulikuwa ni mchezo ambao unawakutanisha kikosi cha Barbarian ambao wao wamekubali kipigo cha magoli 3-0 kutoka kwa Mbuni. Na kwa namna hiyo inaifanya sasa msimamo wa championship Geita Gold wao wakiwa wanaongoza na alama 13, nafasi ya pili ikifuatiwa na Kagera Sugar ambaye ana alama 3, na alama 13. Utofauti uliopo ni magoli ya kufungwa na kufunga na kufungwa. Lakini pia mtu ambaye yuko katika nafasi ya 3 ni Mbuni ambaye ameibuka na ushindi wa magoli 3-0 katika mechi hii leo dhidi ya Barbarian, na anasogea katika nafasi ya 3 akiwa na alama 12. Kufikia hapo mimi nimefikia tamati ya michezo na burudani kutoka hapa Ulimwengu wa Habari ndani ya Sky TV. Jina langu ni Madina Hassan, na sasa nakurudisha kwa Mariango Mgeta kuendelea na taarifa ya habari. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma
na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marpubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Ndivyo ambavyo Madina Hassan anakamilisha katika michezo na burudani, na anatoa nafasi sasa moja kwa moja kufahamu nini kile ambacho kinachoendelea katika mamlaka hali ya hewa nchini Tanzania TMA, kuweza kufahamu utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia muda huu. Za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa katika ziwa Tanganyika, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo, na kiwango zaidi cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 32 katika mikoa ya Kilimanjaro pamoja na Dodoma. Na kwa siku ya kesho pia ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya jua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua, vipindi vya mvua pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi, vipindi vya jua pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya jua pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Lakini pia kwa mkoa wa Arusha, vipindi vya jua pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Beka William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Utabiri wa Mamlaka ya Hali ya Hewa kutoka TMA kwa saa 24 zijazo ndio unatukaribisha ukingoni kabisa mwa ulimwengu habari, lakini kabla ya kumaliza
ulimwengu habari, nikukumbushe taarifa ambazo tulikuwa nazo ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan asisitiza upendo, amani, ustahimilivu na mshikamano viendelee kudumu hapa nchini. Katika habari za kimataifa, zaidi ya nusu ya watu nchini Sudan wanahitaji msaada. Na katika michezo ni vita ya kufa na kupona kusaka nafasi ya kombe la dunia, Nigeria dhidi ya DRC Congo jijini Rabat nchini Morocco usiku huu. Mtazamaji, tufuatilie kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika maandalizi ya ulimwengu habari, mimi ni Maliango Mgeta, nikutakie utazamaji mwema.